Vitu 9 ambavyo Mungu huwapatia watu aliowaita. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, kabla Mungu hajamtuma mtu, huwa hampatii tu jukumu, humwekea pia vifaa vya kiroho vinavyomfanya awezi kusimama, kupambana na kushinda. Hakuna aliyeitwa na Mungu akaachwa tupu. Katika video hii tutakwenda kuangalia vitu 9 ambavyo Mungu huwapatia watu aliowaita. Kabla tujiendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaviangalie vitu 9 ambavyo Mungu huwapatia watu aliowaita. Namba 1, ufunuo wa ndani. Mtu aliyoitwa huanza kuona mambo kwa namna tofauti. Anaanza kuelewa vitu ambavyo watu wengine hawaelewi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 33 na mstari wa 3 imeandikwa, nukuu, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Kwa hiyo Mungu humpa mtu wake macho ya kiroho, anaanza kuona hatari kabla haijatokea, anaanza kuelewa ishara na anakuwa na ufahamu wa ndani usio wa kawaida. Hili ni jambo la kwanza ambalo Mungu humpatia mtu anapomwita, anampatia ufunuo wa ndani. Ule mtu anakuwa ndani yake unakuwa kuna ufunuo wa ajabu. Anakuwa ni mtu ambaye anakuwa na macho ya kiroho, anakuwa ni mtu ambaye anaona hatari kabla haijatokea, lakini pia ni mtu ambaye anakuwa anaelewa ishara na anakuwa na ufahamu wa ndani usio wa kawaida. Lakini jambo la pili, njaa ya kumtafuta Mungu. Siku zote mtu aliyoitwa hawezi kuishi kawaida, ndani yake kuna kiu isiyoelezeka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 42 na mstari wa 1 imeandikwa, kama ayala aoneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Kwa hiyo njaa hii ni ishara ya wito. Unakuwa unatamani sana maombi, unatamani sana kusoma neno la Mungu, unatamani kujifunza neno la Mungu, unatamani uwepo wa Mungu kuliko vitu vya dunia. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye ndani yako unakuwa una shauku sana ya kufanya mambo ya kimungu kuliko ya kidunia. Unakuwa ndani yako una njaa ya kusoma neno, ndani yako unakuwa una njaa na shauku ya kujifunza kuhusiana na Mungu. Kwa hiyo unakuwa na njaa kumtafuta Mungu. Hili ni jambo ambalo Mungu huwapatia watu ambao amewaita, ni watu ambao wanakuwa na njaa ya kumtafuta Mungu. Lakini jambo la tatu ambalo Mungu huwapatia watu ambao amewaita, cha kwanza ni vipimo na majaribu. Hii ndio wengi hawapendi kulisikia, lakini ni la kweli kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 na mstari wa 3 imeandikwa, nukuu, kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kwa hiyo Mungu huwajaribu watu wake ili kuwajenga. Maumivu unayopitia si bahati mbaya, ni maandalizi. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye unapitia kwenye vipimo na majaribu. Kwa hiyo majaribu unayopitia ni kipindi cha maandalizi. Mungu anakunoa, Mungu anakujenga kwa ajili ya kusimama kwenye wito wako vizuri kabisa. Lakini jambo la 4 ambalo Mungu huwapatia watu ambao amewaita ni ujasiri wa ndani, boldness, ujasiri wa ndani. Hata kama mtu alikuwa ni mwoga, akishaitwa na Mungu anapewa ujasiri wa ajabu kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 na mstari wa 7 imeandikwa, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo unaweza kuogopa mwanzoni, lakini ndani yako kuna nguvu ya kusimama hata mbele ya changamoto. Kwa hiyo Mungu anakupatia ujasiri. Yamkini ulikuwa ni mtu ambaye ni mwoga, lakini baada ya Mungu kukuita, Mungu akishakuita anakupatia ujasiri. Unakuwa na uwezo wa kusimama sehemu yote pasipo kuogopa. Mungu akikuita anakupa ujasiri. Unakuwa ujasiri wa kusema, ujasiri wa kusimamia haki, ujasiri wa kusimama pasipo kutetereka. Hii ni jambo ambalo Mungu anawapatia watu waliowaita. Kwa hiyo anakupatia ujasiri. Yamkini mambo wengine wanaweza kuwa wanaogopa kusimama kwenye haki, lakini kwa sababu Mungu amekuita kwenye hiyo haki,
wewe una uwezo wa kusimamia pasipo kuogopa, pasipo kuangalia hatari yote, unakuwa una ujasiri. Hii ni jambo ambalo Mungu huwapatia. Ndio maana Mungu Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 na mstari wa 7, maana Mungu hakutupatia roho ya woga. Kwa hiyo Mungu akikuita anakupa ujasiri. Ndani yako kunakuwa kuna ujasiri wa kiungu, ujasiri wa kusimama pasipo kuogopa. Lakini jambo la 5 ambalo Mungu huwapatia watu baada ya kuwaita ni kipawa cha kipekee. Mungu anakupatia kipawa cha kipekee, tunaita gift au talent ya kiroho. Unakuwa una kipawa cha kipekee. Hakuna aliyoitwa bila kupewa kipawa. Siku zote hakuna aliyoitwa bila kupewa kipawa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11 na mstari wa 29 imeandikwa nukuu, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa hiyo wengine wanapewa uwezo wa kufundisha. Mungu akikuita anaweza kukupa, anakupa, anakuitia jambo fulani. Mwingine anaweza akapewa uwezo wa kufundisha, akawa na uwezo wa kufundisha. Wengine kuombea watu, yani mwingine anapewa uwezo wa kuombea watu, yani akiomba ana neema yake, ana kipawa chake, yani amepewa uwezo wa kuombea. Wengine kuota ndoto, wengine kuongoza. Mwingine amepewa tu uwezo wa kuota ndoto. Kila akiota ndoto, ile ndoto inatokea vile vile kama alivyoota. Kila mwingine anaweza kaa ni mtu anayeona maono, yani kabla jambo lijatokea anaweza kuliona, kabla kitu hakijatokea yeye anaweza kuona. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi. Mungu anapokuita anakupatia kipawa. Mwingine anaweza kupewa kipawa cha kuimba, akawa na uwezo kabisa wa kuimba, akiimba uwepo wa Mungu anaushusha kwa njia ya sifa. Mwingine anaweza kupewa kipawa cha kufundisha, ana uwezo wa kufundisha, yani kimleta kwenye eneo la kufundisha, yani anafundisha, anadadafua kitu, anafundisha vizuri, watu wanaelewa vizuri, watu wanafunguliwa kupitia kufundisha, mafuta yake hapo kwenye kufundisha. Mwingine anaweza kawa amepewa uwezo wa kuota ndoto, yani anakuwa na uwezo wa kuota kabla kitu hakijatokea. Mungu anamfunulia kwa njia ya ndoto, ana uwezo kabisa wa kuota ndoto. Unashangaa ni mtu ambaye kila akiota ndoto hili inatokea sawa sawa na alivyoota. Mwingine akiota ndoto ile inatokea vile vile. Mwingine ni maono tu, anaweza amekaa labda anaomba, akaanza kuona picha zinakuja kama picha, na kile kitu ambacho alichukua anakifikiria kinatokea sawa sawa na vile. Kwa hiyo Mungu akikuita anakupatia kipawa cha kipekee. Unakuwa una kipawa cha kipekee, gift, tunasema talent za kiroho. Lakini jambo la 6 ambalo Mungu huwapatia anapoita watu ni baada ya Mungu kuita unakutana na upinzani na vita vya kiroho. Kadri wito ulivyo mkubwa ndivyo vita vinavyokuwa vikubwa. Kwa hiyo mtu aliyeitwa na Mungu ni mtu ambaye anakutana na upinzani na vita vya kiroho. Kwa hiyo kadri wito ulivyo mkubwa ndivyo vita vinavyokuwa vikubwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Efeso sura ya 6 na mstari wa 12 imeandikwa nukuu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maadui hujaribu kuzima kile Mungu ameweka ndani yako. Ndio maana maisha ya mtu aliyoitwa na Mungu hayawi mepesi. Ni maisha ambayo yamejaa vita, yamejaa upinzani. Mungu anapokuita utakutana na vita, utakutana na upinzani. Kwa hiyo unapoitwa na Mungu utakutana na vita na upinzani. Lakini jambo la 7, neema ya kuvumilia. Mungu akikuita anakupatia neema ya kuvumilia. Anakupatia neema ya kuvumilia. Pamoja na changamoto, Mungu humpa mtu nguvu ya kuvumilia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 na mstari wa 9 imeandikwa nukuu, neema yangu ya kutosha. Kwa hiyo Mungu akikuita anakupatia neema ya kuvumilia. Kuna nguvu ya ajabu inayokufanya usivunjike hata unapopitia magumu makubwa. Kuna nguvu ya ajabu ambayo inakufanya usikate tamaa kabisa. Lakini jambo la 8 Mungu ambaye anakupatia ni mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hili ndilo jambo kuu kuliko yote. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 14 imeandikwa, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo jambo la 8 ambalo Mungu anakupatia ni mwongozo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakupatia Roho Mtakatifu aanze kukuongoza. Jambo la 9 ambalo Mungu anakupatia anapokuita, anakupatia malaika wa kukulinda. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 34 na mstari wa 7 imeandikwa, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa.
Kwa hiyo mtu aliyeitwa na Mungu huwa ana malaika wake anayemlinda. Ndio maana pia ukisoma kitabu cha Zaburi 91 na mstari wa 11 imeandikwa, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kwa hiyo malaika, mtu aliyeitwa na Mungu huwa ana malaika ambaye anamlinda, huwa ana malaika wake. Kwa hiyo hata unanisikiliza, una malaika wako. Kwa hiyo jambo la msingi, ukiwa ni mmoja wa watu walioitwa, maisha yako hayatafanana na watu wengine. Utapitia mengi, utauliza maswali mengi, utaumizwa, lakini ndani yako utakuwa na kitu kisichokufa ambao ni wito wa Mungu. Mungu hakukuchagua kwa bahati mbaya, hakukuokoa ili uishi kawaida. Ameweka ndani yako kitu ambacho dunia haiwezi kukizima. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza jambo gani. Lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.